Yesu asifiwe. Karibuni sana tujifunze maneno ya Mungu kutoka kitabu cha Isaya. Ila tuanze na kumshukuru Mungu. Tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, tunaliazimisha jina lako, tunalitukuza mfalme wa wafalme. Wakati huu Mungu tunakwenda kujifunza maneno yako matakatifu. Tunakwenda Mungu kusema na watoto wako Jehova Nisi. Tunahitaji Mungu kasimame, ukawafundishe mwenyewe, ukanitumie kama chombo tu Baba. Ninahitaji neema yako na nguvu zako Baba. Ukaachilie Roho wako juu ya watoto wako wanaonisikiliza, ukawafundishe kama upendavyo, katika jina la Yesu. Amen. Maneno ya Mungu kutoka katika kitabu cha Isaya mstari wa kwanza na sura ya kwanza mstari wa 4. Neno la Mungu linasema hivi: ole wake taifa lenye dhambi, ole wake taifa lenye dhambi, watu wanaochukua mzigo wa uovu, wazaao watenda mabaya, watoto wanaoharibu, wamemwacha Bwana, wamemdharau yeye aliye mtakatifu wa Israeli, wamefarakana naye na kurudi nyuma. Watumishi wa Mungu, maneno yanajielezea kabisa. Ukisoma Isaya kipindi anatumwa na Mungu, tunaona alikuwa anatumwa juu ya wana wa Israeli. Anamwambia Isaya, nenda kawaambia wana wa Israeli, ole wao taifa lenye dhambi. Sikilizeni, Isaya kutumwa bure. Mungu alipoandaa moto, aliandaa kwa ajili ya shetani, hakuandaa kwa sisi. Na ndio maana Mungu anatupenda na kumtuma Isaya kuliandaa hili neno. Isaya anasema, ole wake taifa lenye dhambi, wamefarakana na Mungu, wameacha utakatifu. Ukiangalia jamii ya sasa, dunia ya sasa, watu wamemwacha Mungu, wamefarakana na Roho Mtakatifu, wanatembea wanavyotaka, wamemwacha Mungu, wanaenenda na kawaida, hawatembei katika hofu, wanaenenda kwa jinsi yao, wanaenenda kwa mwili, hawaelewi, hata tukiongea hawafuati, wanamdharau Mungu, wamemwacha Mungu. Sikilizeni, shetani ndio anakufanya weke kiburi. Maneno ya Mungu yanasema siku za mwisho watu wataikataa kweli. Sikilizeni, huwezi tembea, huwezi ongea kama unamkwaza mtu. Ukiambiwa ni lazima utembee katika zile njia, ni lazima utembee kwa misingi, kwa sababu ukikataa kweli, maneno ya Mungu yanasema siku za mwisho watu wataikataa kweli. Umelidhihirisha kabisa. Sikilizeni watumishi wa Mungu, wakati huu tunaoenda ni wakati wa mwisho. Watu wanaenenda jinsi yao, watu wanatenda dhambi. Sikilizeni, hapo mwanzo tunaona watu wengi walioangamizwa ni wale watu waliokuwa wanatenda dhambi. Ukiangalia gharika ya Nuhu, watu wengi walioangamizwa ni wale watu ambao walikuwa wanatenda dhambi. Wale watu wachache ambao walikubali madhabahu ya Mungu, wakakubali msalaba, ndio walioingia katika ufalme wa Mungu. Sikilizeni watu wa Mungu, sikilizeni watu wa Mungu. Ninatamani tubadilike ili siku moja tukaulisi ufalme wa Mungu. Maneno hayasemi uongo, maneno yanasema kweli. Maneno yanasema siku za mwisho malaika atashuka kutoka mbinguni, atawatenga wenye haki na ambao wasio na haki, atawagawa kwa makundi. Nyie ambao hamna haki, hamfahamiki na Mungu, Mungu hawajui, mtaenda wapi? Mtaulisi ufalme wa Mungu. Ufalme gani? Sikilizeni watumishi wa Mungu, nyakati hizi ni za mwisho, yawapasa kubadilika. Acheni mioyo migumu. Ni lazima mtembee katika sheria za Mungu, kwa sababu sheria za Mungu zipo. Kama mmeweza kutembea katika sheria za serikali, sheria za Mungu mnashindwa kuzitekeleza, watumishi wa Mungu, ni lazima tutembee kwa misingi. Ni lazima muache dhambi, ni lazima muache uovu. Tutembee katika zile njia ambazo Mungu anahitaji, tutembee katika misingi ya imani. Sikilizeni, kuacha dhambi inawezekana, kwa sababu wapo watu walioshinda dhambi. Wapo watu kina Paulo walitembea katika misingi ya Mungu na akaulisi ufalme wa Mungu. Sikilizeni, walikuwepo kina Danieli, walitembea katika misingi ya imani, hawakumuacha Mungu. Mungu aliwatumia kwa viwango vya juu. Sikilizeni, kuacha dhambi inawezekana. Hiyo ukiamua kunyang'ania dhambi, nayo pia inawezekana.
inawezekana, kwa sababu Biblia inasema mtu mwenyewe ndio anaamua kutembea katika misingi ya Mungu au kuiacha misingi ya Mungu. Unapoiacha misingi ya Mungu ni furaha kwa shetani. Mungu anahuzunika, Mungu unamhuzunisha Mungu, unamhuzunisha Roho Mtakatifu. Ni lazima tubadilike watumishi wa Mungu, ni lazima tutembee katika misingi ya imani, ni lazima tuiache ile njia ambayo inamkwaza Mungu. Mungu hapendi. Sikilizeni mabinti, hizo suruali mnazovaa Mungu hataki, kwa sababu ukiachana na ile neno eti kwamba mwanaume haipaswi kuvaa mavazi ya mposho mwanaume, achana na ile neno. Ukizungumza suruali zina kwa mwanaume, huwezi kuvaa kitu alafu kikamkwaza mtu. Ukimkwaza mtu hapo umetenda dhambi mbili. Kwanza umevaa suruali na umemkwaza mtu, umemuumiza mtu. Ni lazima tutembee katika misingi ya imani, ni lazima tubadilike. Siku za mwisho zimekaribia, siku za mwisho mambo yameisha. Angalia, dhambi ni nyingi duniani, watu wanatenda dhambi, wanatembea katika misingi yao, wanamuacha Mungu, wanatembea katika misingi ya manabii, wanatembea katika misingi ya watu ambao wamewakuta duniani. Ni lazima mfuate Biblia, kwa sababu wote ambao wanatembea katika misingi ya Mungu wanaifuata Biblia. Sikilizeni watumishi wa Mungu, ni lazima muache dhambi, ni lazima mtembee katika misingi ya imani, ni lazima tumfuate Mungu ili siku moja tukaulize ufalme wa Mungu. Shetani anatamani dunia nzima twende motoni, ila Mungu anasema yule atakayeshinda hapa duniani kuna ufalme wa Mungu, kuna thawabu mbinguni. Sikilizeni watumishi wa Mungu, hebu tutembee katika misingi ya Mungu ili Yesu atakapokuja, ili Mungu atakaposhuka tukaulize ufalme wake. Badilikeni watumishi wa Mungu, ni lazima uache huo moyo mgumu, kwa sababu moyo mgumu unasababishwa na shetani, unasababishwa na ibilisi. Ibilisi ndio anapanda moyo mgumu katika ndani ya mtu. Badilikeni watumishi wa Mungu, tutembee katika misingi ya Mungu, tusimkwaze Mungu. Tunamkwaza Mungu, tunamtembea katika misingi ambayo Mungu haitaki. Ni lazima tubadilike, ni lazima tubadilike watumishi wa Mungu. Tusipobadilika tutaungua moto, duniani uteseke, na siku ya mwisho tunateseke. Badilika mtumishi wa Mungu, enenda katika misingi ya enenda katika misingi ya kimungu, ili siku moja tukaulize ufalme wa Mungu. Sikiliza maneno ya Mungu yanaendelea. Ukisoma Isaya anasema hata kama umetenda dhambi muda mrefu, hata kama umetembea katika misingi ambayo ilikuwa ni ya kipepo, ulikuwa ujui, sikiliza, badilika sasa. Mungu anakuhitaji. Hata ukiokoka leo bado Mungu anakuhitaji. Hata kama uwe mzinzi, Mungu anakuhitaji hivyo hivyo. Ulikuwa muongo, Mungu anakuhitaji. Ulikuwa unatembea katika misingi, ulikuwa ufahamu, Mungu anakuhitaji. Badilika leo ili umpokee Mungu, ili umpokee Yesu, ukaulize ufalme wa Mungu. Watu wengi wanatenda dhambi, hebu wafuate watu wachache. Siku zote mambo mengi huwa yanaharibu vitu, huwa wanapoteza watu. Mungu anakuambia mtumishi wa Mungu, hebu badilika umfuate Yesu, hebu badilika umfuate Mungu, ili siku moja ukaulize ufalme wa Mungu. Hivi unaonaje la ukaishi maisha ya Kikristo afu milele ukaenda kuuliza ufalme wa Mungu milele? Badilika mtumishi wa Mungu, ili siku moja tukaulize ufalme wa Mungu. Ninatamani ndugu yangu badilike, ninatamani ndugu yangu badilike, ninatamani ndugu yangu utoke katika vifungo, utoke katika vifungo vya shetani ambavyo amekuwekea, akaupanda moyo mgumu katika moyo wako. Ninatamani ndugu yangu badilike. Badilika ndugu yangu, badilika ndugu yangu. Siku za mwisho zimekaribia, mambo yamekuwa magumu, mambo yamekuwa ni mengi, dhambi zinazidi kuongezeka. Sasa hivi watu wanaunda dhambi zingine. Mungu anakuhitaji. Tembea katika misingi ya Mungu ili siku moja ukauishi ufalme wa Mungu. Ninakuhitaji Yesu, Yesu anakuhitaji sana, anakuhitaji Yesu, anakuhitaji Yesu, anakuhitaji. Laiti mimi nisingempokea Yesu, nisingekuwa na uwezo wa kushinda dhambi, nisingekuwa na uwezo wa kushinda matatizo, ila kwa sababu ni Roho Mtakatifu, chochote ambacho kitakuja mbele yangu kama sio kitu sahihi, Roho Mtakatifu atanielekeza, Roho Mtakatifu atanifundisha. Ni kwa sababu nimembeba Roho Mtakatifu ndani yangu. Ninatamani na wewe ambaye unashindwa kuacha uzinzi, unashindwa kuacha mambo mbalimbali, unashindwa kuacha uongo, unashindwa kuacha
kuacha kwenda disco, unashindwa kunywa pombe, unashindwa kuvuta sigara. Mimi nakwambia Roho Mtakatifu akiingia ndani huwa anatoa kila kitu. Hamu ya pombe itaisha, hamu ya sigara itaisha, hamu ya kuzini itaisha. Ni kwa sababu ya ile Roho ambaye ameshaingia ndani yako, anakutengeneza. Sikiliza, kufika mbinguni inawezekana kwa sababu Yesu mwenyewe alishaondoka akatuandalia sisi makao. Ninatamani ndugu yangu ukaiache hiyo njia mbovu, ukaache matatizo ili ukaulisi ufalme wa Mungu, kwa sababu Yesu anakuhitaji sana. Tupo mbele yako, tunatamani ubadilike, tunatamani tuone mageuzo, tunatamani tuone ukibadilika. Atuhubiri ili ipite tu, tunatamani tuone mabadiliko, tunatamani tuone ukibadilika, ukimfuata Yesu, kwa sababu Yesu akija akuangalii tena, akuangalii tena kama ulitembea katika misingi ambayo yeye haifahamu. Anakuacha, anawachukua walio wake. Ninatamani ndugu yangu utambue hilo, ugeuke mara moja. Geuka ndugu yangu, Mungu anakuhitaji, Yesu anakuhitaji. Geuka ndugu yangu, kwa sababu ukiacha, ukidharau leo, ukipuuza leo, siku moja utajuta, siku moja utajuta. Mimi nakwambia utajuta, mimi nakwambia utajuta. Hii dunia ni mbaya, dunia ni mbaya. Mimi nakwambia wapo wengi waliokula dunia wanajuta kwa kaburini. Badilika ndugu yangu, achana na mambo yote, achana na dunia hii. Mbona mimi ni kijana mwenzako, nimeshashinda dunia, japokuwa sijaishinda kwa sababu bado sijafa, ila Roho Mtakatifu yuko ndani yangu, atanisaidia. Mimi nakwambia ukimpokea Roho Mtakatifu atakusaidia. Badilika ndugu yangu, badilika kijana, badilika binti, badilika baba, badilika mama, badilika. Mimi nakwambia Yesu anakuhitaji, anakuhitaji Yesu. Ni lazima tutembee katika ile misingi ambayo Mungu anahitaji. Maneno ya Mungu yanaeleza kutoka katika Isaya, ole wake taifa lenye dhambi. Yesu atakapokuja hautapona ndugu yangu, hautapona kabisa, hautapona. Yesu anakuhitaji, hautapona ndugu yangu. Ni lazima tubadilike, ni lazima tutembee katika ile misingi ambayo Mungu anahitaji. Biblia inasema Yesu alikuwa mtakatifu, yatupasa na sisi tuwe watakatifu. Mimi nakwambia ndugu yangu, inawezekana. Achana na dhambi. Shetani amekutesa muda mrefu, shetani amekutesa, amekuangaisha muda mrefu. Mimi nakwambia ukimuacha atarudi tena, kwa sababu Yesu atakuwa mlinzi wako pale ambapo Mungu alimwambia Ibrahimu, mimi ni ngao yako na sababu yako kubwa sana. Kila alipokuwa akitembea Yesu anakuwa mbele, alipokuwa akiongea Yesu anakuwa naye. Ni kwa sababu amekuwa ngao yake, ni kwa sababu amekuwa. Sikiliza, mimi nakwambia wengine wanaweka walinzi katika nyumba, wengine wanaweka walinzi katika sehemu mbalimbali, ila sisi tunatembea tukiwa na ulinzi na tufuata, tukiwa na ulinzi tunatembea nao, tunatembea na Yesu. Wakati wa ajali Yesu anatuepusha, wakati wa shida Yesu anakuwa nasi, wakati wa matatizo Yesu anatufariji. Mimi nakwambia badilika ndugu yangu, umpokee mlinzi mwema, umpokee Yesu Kristo akuongoze katika maisha yako. Ukimpokea Yesu mambo yako yataenda sawia, mambo yako yataenda sawa. Mimi nakwambia badilika, achana na dhambi, achana na shetani. Shetani ni mbaya, shetani ni mbaya. Mimi nakwambia shetani ni mbaya. Waangalia unakunywa pombe, bado unakunywa pombe. Shetani ndio amekunywesha pombe, ila bado anakupatisha ajali. Yaani umekunywa pombe, umeteseka na bado unapata ajali. Angalia hiyo kitu. Mimi nakwambia hebu mkubali Yesu awe Bwana na Mwokozi wako, ili siku moja ukaulisi ufalme wa Mungu. Mtumishi wa Mungu, ni lazima tubadilike, ni lazima, siombi, kwa sababu Mungu mwenyewe alishakufa msalabani kwa ajili yetu. Alimtuma Yesu Kristo akafa msalabani. Ni lazima tubadilike, ni lazima tubadilike. Sikilizeni watumishi wa Mungu, ni lazima tubadilike. Bila hivyo mkifa kwenye dhambi mtaenda motoni. Sikilizeni wazinzi, mkifa motoni mtaenda jehanamu. Sikilizeni enyi wakaka ambao tayari mmeshainuka, mnaitambua dunia. Ndio maana mimi nasema tuombee watoto, kwa sababu dunia sasa hivi vijana wengi wameshaifuata dunia. Bora tuombee watoto ili siku moja wakaulisi ufalme wa Mungu, wasienende katika njia
njia ambazo mmelalazo nyie mmeshakuwa mnajiona kuwa mmeshakuwa strong. Sikilizeni watumishi wa Mungu, ni lazima tutembee katika misingi ya dunia. Haijalishi una miaka mingapi, haijalishi una miaka 18, haijalishi una miaka 30. Mimi nakwambia ni lazima utembee katika misingi ambayo Mungu anahitaji. Bila hivyo utakufa, kwa sababu umeikataa na umeiacha sheria ya Mungu. Sikiliza, watoto wa Eli walikufa ni kwa sababu waliacha sheria ya Mungu. Na wewe sikiliza ndugu yangu, hivyo unavyozidi kumkazisha Mungu hata kiukua au ni ajabu, ni kwa sababu umekubali kuwa shetani, ni kwa sababu umemkubali yeye shetani. Mimi nakwambia badilika, ili siku moja ukaulisi ufalme wa Mungu. Tunatamani tukiwaona mkitembea katika njia na katika misingi ya kibiblia, ili siku moja tukaulisi ufalme wa Mungu. Yesu yu karibu yuja, Yesu anakuja. Mimi nawaambia badilikeni, acheni dhambi. Sikilizeni nyie mmenisikiliza, msipoacha dhambi leo mtajuta, kwa sababu dunia inaelekea kuwa mbaya. Ni lazima tubadilike, tuiache misingi ambayo tulilelewa labda na wazazi wetu, tulikuta kwa wazazi wetu, tukaiache ili tutembee katika misingi ambayo Mungu anahitaji. Izeni watumishi wa Mungu, ni lazima tuiache misingi ambayo tulikuta hapo mwanzo. Ni lazima tutembee katika misingi ambayo Mungu anahitaji. Ni lazima tubadilike, tuache dhambi. Usipoacha dhambi utakufa. Ni lazima ufe, kwa sababu utaki kuiacha, utaki kuacha uzinzi, utaki kuacha, unatembea katika misingi ambayo Mungu hahitaji. Ni lazima ufe. Ni lazima ufe. Ni lazima ufe. Ni lazima tubadilike. Ni lazima tuone mabadiliko. Ni lazima